Kwa makofi mengi sana na vigelegele. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya salamu za wanameatu, sasa ni wakati wa salamu za wanakisesa. Kwa heshima na taadhima, naomba nimwalike Mheshimiwa Luhaga Mpina, mbunge jimbo la Kisesa, aweze kusalimia. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu sana Meatu. Tunaukaribisha sana Meatu. Wananchi wa jimbo la Kisesa wako hapa, wananchi wa jimbo la Meatu wako hapa. Mheshimiwa Rais, hotuba yangu itakuwa na vipengele vitatu tu vifupi kwa dakika 5 nilizopewa. Mwanzo nitakuwa na maombi, nitakuwa na changamoto, nitakuwa na pongezi. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi. Moja, Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi. Utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo maliza huu ugonjwa mkubwa wa wanameatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wanasimiyu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya wanameatu na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kisesa, ninaomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. Daraja la Mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia, naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, lakini jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali. Lakini hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo Ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo cha kudhibiti tembo kijiji cha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi yakiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu uliridhia fedha zije na vituo vifunguliwe, tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya TAWA, halmashauri kwa ajili ya kupambana na hao wanyama pori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa Mheshimiwa Rais, na hao wananchi
walishinda kesi mahakamani, na kwa sababu mahakama ndio mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usikompromise ushindani katika soko huria. Mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu waende kuuza pamba sokoni halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi watano huwezi kupata shida ya fedha. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai, na wale na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Sasa pongezi. Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa, na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana nataka nizifikishe pongezi hizi kwako. Mheshimiwa Rais, mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu. Mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tulio nayo. Mheshimiwa Rais, umefanya jambo kubwa, Watanzania watakukumbuka. Kwa tume yetu hii, matokeo ya hii tume yatakapoletwa kwa wananchi na utekelezaji wake, tunajua fedha kwa ajili ya maendeleo katika nchi yetu zitaongezeka. Mapato yanayokusanywa leo, mimi na hapa Mpina, mapato yanayokusanywa leo na TRA pamoja na taasisi zingine za serikali yataongezeka mara 2 au zaidi. Sasa Mungu atupe nini wa Tanzania? Rais wetu umelibuni hili, na ninajua tume ya mipango muda mfupi italeta taarifa yake, na sisi akina Mpina tutahakikisha mapendekezo hayo yaliyoletwa na hiyo tume, hata yakiletwa kesho kutwa tu, bunge likiwa limebakiza siku 5, tutayasimamia kikamilifu ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata tija kubwa. Tutakuwa tumetibu leo, tutapata fedha nyingi za maji, fedha nyingi za elimu, fedha nyingi za afya, fedha nyingi za kila mahala. Lakini Mheshimiwa Rais, wanawake wenzako katika sekta ya afya na Watanzania wote watakukumbuka kwa namna ulivyosimamia swala la afya. Umeenda kutembelea hospitali yetu pale, umeona huduma nzuri zinavyoendelea kutolewa. Tumejenga zahanati za kutosha, tumejenga vituo vya afya, tumeboresha hospitali za wilaya, umetuboreshea na kutujengea na kukamilika hospitali ya mkoa wa Simiyu, ambapo sasa wagonjwa wengi waliokuwa wanapelekwa Bugando sasa wanapelekwa muda mfupi tu, wanaenda kutibiwa pale Simiyu, wanarudi wakiwa wamepona. Lakini umefanya kazi hiyo nzuri pia hata kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, ambako wagonjwa wengi waliopewa rufaa za kwenda kutibiwa India na nchi zingine, Uingereza kule, leo wanatibiwa kwenye hospitali zetu. Umeendelea kununua vifaa, umeendelea kuboresha hospitali hizo, mambo mazuri yamefanyika. Wanawake wenzako wanakukumbuka kwa kupunguza pia vifo vya kina mama na watoto. Ulipo hapa na kuahidi kwamba mama mjamzito na mtoto kazi waliopewa na Mwenyezi Mungu ya kuzaa hakuwapa kifo, na ndio maana ukakataa, ukasema lazima huduma za afya ziboreshwe kila mahala. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa miradi ya kimkakati kwa kukamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam
mpaka Dodoma, lakini bado ujenzi unaendelea kutoka Dodoma kwenda Mwanza. Mheshimiwa Rais, tunaomba hawa wajenzi waharakishe. Wananchi hawa unavyowaona ni wakulima wakubwa wa pamba na mazao mengine, ni wafugaji wakubwa na mifugo yao mingi wanauzia Pugu, Dar es Salaam. Tunaamini ile SGR ikikamilika, mifugo yetu tutapakilia tu pale mara mpaka. Ng'ombe wetu tunawasafirisha wanafika kule wakiwa wamekonda na bei imeshuka. Sasa hivi kujengwa kwa treni ile na kubeba mizigo ile, tutaongeza bei. Kwanza tutasafirisha leo, kumsafirisha ng'ombe mmoja mpaka Dar es Salaam karibia 70,000, lakini ukipunguza na kushuka samani kwa kukaa muda mrefu njiani, unaweza ukazalisha fedha nyingine mpya 300,000 kwa ng'ombe mmoja. Lakini mazao ya pamba hivyo hivyo yataongeza bei kwa sababu tutasafirisha kwa gharama ndogo. Mheshimiwa Rais, umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere lote, megawatts zote 2115. Tunakushukuru sana, Watanzania wanakushukuru sana. Tunajua viwanda vingi vitakuja kujengwa, wawekezaji wengi watakuja kujengwa, na hivyo utakuwa umetatua tatizo la kiuchumi la Watanzania, utakuwa umetatua tatizo la ajira ya vijana wetu ambao wanasoma leo wanakosa ajira. Uwepo wa viwanda vingi na wawekezaji wengi, ajira kwa vijana zitapatikana. Najua unaenda kufungua daraja la Busisi, nalo limekamilika. Hongera kubwa kwako. Ujenzi wa MV Mwanza hapa kazi tu, na yenyewe imekamilika. Mheshimiwa, hongera sana. Nimalizie kwa pongezi kwa kusema tumefanya miradi mikubwa ya elimu, miradi mikubwa ya afya, miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, miradi mikubwa ya mawasiliano, miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa Rais, ukifika jimbo la Mpina, ukiwa kwenye helikopta, ukiwa juu, utazani mwanamke kasuka twende Kilioni, msuko wa twende Kilioni. Pamepasuliwa barabara kila sehemu, pamepasuliwa barabara kila sehemu. Nadhani ni jimbo lako la kwanza Tanzania kwa ujenzi wa barabara bora kama hilo. Na tumeletewa kwenye barabara ni kama bilioni 7, kwenye maji bilioni 8, na maji menyewe tumepiga hatua kweli kweli. Mheshimiwa Rais, changamoto ya muda, umesema hapa mradi wa tabia ya nchi ule wa Ziwa Victoria. Mheshimiwa Rais, najua unakumbuka vizuri nikiwa naibu wako ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nakusogezea mafaili ya hilo. Tulianza zamani na huo mradi uliuanza zamani, hujauanza ukiwa rais. Uliuanza ukiwa makamu wa rais, na nilikuwa nakusogezea mafaili ili huu mradi utekelezwe haraka wa maji kutoka Ziwa Victoria. Sasa huu mradi wetu unatekelezwa kwa awamu, wanakuja polepole mpaka pale Itilima, alafu huku sisi baadaye. Mimi Mheshimiwa Rais, naomba hebu anze kuchimba tu kutokea Busega huko, wachimbe mpaka hapo kwa Mpina Mwandoya, waje wachimbe huko, waunganishe moja kwa moja kwa muda mfupi ili tuweze kupata maji kwa urahisi zaidi. Mheshimiwa Rais, nisipoteze muda wako, lakini niseme tu nilizunguka jimbo zima kusoma ilani. Nilipomaliza kusoma ilani kata kwa kata, wananchi wakasema, Mpina, kwa namna mlivyotekeleza ilani na Mheshimiwa Rais, basi sisi tunasema Samia aendelee. Wakasema tena Mpina aendelee, na wakasema tena CCM iendelee. Kwa hiyo hata pale kwenye majina pale sina mashaka kwa ujumbe niliofikisha kutoka kwa wananchi hawa. Mheshimiwa Rais, asante sana, karibu sana Kisesa, asante sana. Asante sana, naomba tupige makofi mengi sana kwa salamu za wana Kisesa. Kisesa oye! Asante sana Mheshimiwa. Naomba sasa niende kwenye maombi ambayo ndugu yangu Mpina aliyaomba. Ndugu zangu, ndugu yangu Mpina aliomba barabara kwamba barabara hii ni ya vumbi, madaraja matatu na kuwepo kwa halmashauri ya wilaya ambayo waziri alishasema. Lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya sehemu yoyote huanza na mchakato wa ndani. Unaanza na mchakato wa ndani, ombi linapelekwa TAMISEMI wanachakata, na huku juu tunamalizia. Lakini hatoki mtu kuomba juu kwa rais wakati ndani huko alikotoka mchakato haujaanza. Hilo halipo. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, anzeni mchakato. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya, Lea huyu aliyowasilisha bungeni
na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonyesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko, muache nimchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo 3, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni, na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Kama kweli wana Kisesa mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, niwapongeze viongozi wa mkoa, wilaya na halmashauri kwa kazi mnayoendelea kuifanya.